Huu bwana ni mfano mwili jinsi gani mwili wa Dr. David Livingstone ulivyobebwa kutokea Zambia mpaka kufikishwa hapa Bagamoyo. Kwa hiyo baadaye tutafika pale kwenye mnara tutaenda kupata historia fupi Dr. David Livingstone. Kwa hiyo huu ndio mnara wa kanisa la kwanza ambao umejengwa 1872. Kwa hiyo nyuma ya mnara ndio kuna hilo kanisa la kwanza. Kwa hiyo mnara pamoja na kanisa vyote vilijengwa mwaka mmoja ambao 1872. Na huu mnara tunasema kwamba sasa hivi unajulikana kama mnara wa Dr. David Livingstone. Na wanaita hivyo kwa sababu Livingstone baada ya kufa kule nchini Zambia. Kwa hiyo walichofanya kwamba wakaamua kupasua ule mwili wake ule, vitu vyote vya ndani ndio wakaamua kujaza chumvi ule mwili. Kwa baada ya kujaza chumvi ule mwili wakaamua kuanika jua ndani ya wiki mbili. Kwa baada ya wiki mbili ule mwili ukaondoka kabisa. Kwa hivyo kwa ule mwili sasa ndio kubeba kutoka Zambia kule mpaka kufikishwa hapa Bagamoyo. Na wakatembea kwa mguu. Kwa walitembea kwa muda wa miezi 9, lakini baada ya miezi 9 wakamfika Bagamoyo. Kufika Bagamoyo ndio kaja ukalazwa hapo ndani sasa. Hapa ndipo ulipolazwa mwili wa Dr. David Livingstone. David Livingstone. Yeah. Na huu ndio mnara. Na huu ndio mnara wa kwanza sasa. Livingstone. Huu ni mfano wake jinsi gani mwili wake ulibebwa. Okay. Ulibebwa juu. Ya kwa kifupi kwamba walichofanya kwamba baada ya kufa wale walipasua mwili wake wale. Baada ya kupasua wakatoa vitu vyote vya ndani, ikimaanisha moyo, maini, matumbo yote wakamzika kule Zambia chini ya mto Mvule. Alafu mwili wenyewe ulibakia sasa kwa kujaza chumvi. Baada ya kujaza chumvi wakaweka jua ndani ya wiki mbili. Kwa baada ya wiki mbili mwili ukauka kabisa. Kwa hivyo kauka sasa ndo wakachukua ule wakaweka kwenye shuka kama unavyoona hivyo, wakauvilingita, wakafunga na kamba, baadaye wakachukua mti wakaupitisha katikati kama unavyoona. Unaona bwana kwenye ule mwili. Baadaye sasa ndio mtu anachukua mmoja na kaa mbele anaweka begani. Mwingine anakaa mwingine anaweka begani. Kwa mfano unaona wale sia hizo bebwa hapo. Ndio ndio sia. Mmoja mbele mmoja nyuma. Na waweza kumudu hivyo kwa sababu kwa toa ushatoa utumbo ule na kumwanika manake anakuwa pesa sasa. Kwa hiyo kwa rais atatoa tubeba kwa rais wetu kubeba atatoa wawili tu. Kwa nini Dr. Livingstone alirudishwa huko? Yeye mwenyewe alitoa usia. Yeye mwenyewe alitoa usia kwamba anaipenda Afrika. Sasa kwa kuwa anaipenda Afrika basi anaomba moyo wake ukizikwa ni akifa moyo wake uzikwe Afrika, lakini moyo wake urudishwe katika nchi ambayo alizaliwa. Kwa ndio maana yote yakatendeka kwa ajili ya usia ambao alitoa. Livingstone ndio. Livingstone alikuwa ni huyu ni missionary wa Kianglikana. Ndio. Okay. Waliubeba kwa umbali wa maili 1500? Yes. Okay. Na picha yake ya Livingstone? Picha yake hapa juu. Dr. Livingstone. Yeah. Dr. David Livingstone. Huyo alikuwa ni daktari, sio? Yeah, ni daktari kabisa wa binadamu. Alitoa taarifa kuhusu kwa taarifa juu ya biashara tu nini kinachofanyika huko Afrika. Kwa hiyo yeye alizikwa hapa au? Hapana, alizikwa Uingereza. Alizikwa Uingereza. Kwenye kanisa ambalo linaitwa Westminster Abbey. Okay. Ndo hapo. Yeye hapo hii ndani ya meli hapo. Sasa hapa ni susi na chuma. Wakatoa na usafisha mwili wake sasa. Ndo walibeba kwenye chuma. Waliweka kwenye sababu walipofika Zanzibar ubalozi sasa. Ndio. Walifika hapa Bagamoyo. Tuma huru ambao kwa hapa Bagamoyo. Wakatengeneza jeneza usiku ule. Kwa hiyo jeneza lotengenezwa ndio kanaona mfano wake hapo. Wa chuma. Sio chuma, mbao kabisa. Mbao. Kwa hiyo baada ya kutengeneza jeneza kesho yake wakatotea wakaujaza kwenye jeneza ndio wakapeka ubalozini Zanzibar. Kwa hiyo ubalozi sasa ndio ukatoa email sasa. Kwa hapa wako ndani ya meli ambayo wanasafirisha sasa. Okay. Alikuja mwaka 1840. Afrika Kusini 53. Afrika alifia hapa. Amefia Zambia sio hapa. Alifia Zambia. Kwa hiyo kutokia Zambia akafikishwa hapa. Akafikishwa hapa Bagamoyo. Ili hapa aweze kusafirishwa hadi mpaka ubalozini. Kwa hiyo bandari ilikuwa ni hapa. Bandari ni hapa
Ndio. Lakini vile vile kwamba unajua enzi hizo ilikuwa hamna njia kama unavyoona sasa hivi. Enzi ilikuwa na misafara. Kwa sababu kulikuwa na msafara kaskazini ambao unatoka kaskazini kule unaenda mpaka unaisha Pangani Tanga. Alafu kuna msafara wa kati ambao unasema hii Bagamoyo mpaka Kigoma kule. Alafu kuna msafara wa kusini ambao unaishia Kilwa. Kwa hiyo Bagamoyo ilikuwa ni msafara moja, ni njia moja ambayo inaipitika mwaka mzima. Tofauti na hizo njia nyingine. Kwa hiyo ndio maana moja limekuwa goka. Kwa nini wanaita Bagamoyo? Kwa sababu ulikuwa na njia nzuri kabisa ambayo inaipitika. Okay. Na hili sasa ni Asa huu ni mnara wa kanisa la kwanza. Hii sehemu ndio sehemu ambayo mwili wa Dr. Livingstone ulipolazwa. Hapo ilazwa siku moja baada ya kufika usiku ule. Muona bwana kesho yake ndio akaondoa kutoka hapo. okay. Sawa. Kutokea hapo, hizi ni baadhi ya picha zake, sio? Hapo kuna picha zake. Okay. Yeye mwenyewe ni huyu hapa. Sawa. Kutokea hapo kina Barton hapo, kina Richard. Maelezo hizi picha ambazo tumeziona hapo. Yeah. Okay. Alikuwa yupo na kina Dr. Herman von Weizmann. Kina Grandi, kuna Henry Morton, Samuel.